Naam, mtazamaji, kaka yake Humphrey Polepole, Agostino Polepole, siku ya juzi aliweza kutoa onyo la masaa 24 la kutaka kaka yake Humphrey Polepole aweze kuachiliwa mara moja, la sivyo atalipiza kisasi. Sasa masaa 24 yamekamilika sasa hivi na kilichotokea ni cha kushangaza na kusikitisha. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tahadhari ya masaa 24 ya kumwachilia Humphrey Polepole imekamilika na Polepole bado hajaachiliwa, na hivyo kuashiria hali mbaya ya kutoweka kwa Humphrey Polepole, ambaye familia yake na wafuasi wake walikuwa wameshikilia matumaini kuwa uamuzi wa masaa 24 uliotolewa na kaka yake mkubwa Agostino Polepole ama Kanali Agostino Polepole ungeharakisha hatua za haraka kutoka kwa watekaji nyara au shinikizo kutoka kwa vyombo vya usalama. Kadiri muda wa makata ulivyopita, masaa 24 yalivyoisha au kupungua, mivutano iliongezeka mitandaoni na kote nchini, na kutokuwa na uhakika juu ya usalama wa mwanasiasa huyo anayejulikana sana, huku wengi walikuwa na imani ya kwamba ndani ya masaa 24 haya sasa ataweza kuachiliwa. Lakini kinyume na hicho, Humphrey Polepole bado hajulikani alipo, na sasa kama alivyosema kaka yake Kanali Agostino Polepole ya kwamba lau kaka yake hangeachiliwa ndani ya masaa 24 hiyo, atapanga mikakati ya kulipiza kisasi. Tahadhari ya saa 24 ya kumwachilia Polepole imekamilika na Polepole bado hajaachiwa, na hali hii imeiacha familia hiyo pabaya, ikiwemo Agostino Polepole, hasa baada ya kanali huyo kaka yake Humphrey Polepole kutoa onyo kali akitaka vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kaka yake anarudi nyumbani akiwa hai ndani ya masaa 24 ndani ya muda huo alioweka. Alizungumza kwa dharura hivi majuzi na uchungu, akisisitiza kuwa kutoweka kumeifanya familia hiyo kuwa katika hali ya wasiwasi mkubwa. Tahadhari hiyo ya masaa 24 ambayo imekamilika ya kumwachia Polepole imekwisha kabisa, na Polepole bado haonekani. Na wakati wa hotuba yake iliyojaa hisia usiku wa kuamkia jana, Kanali Agostino Polepole alionyesha kusikitishwa na kwamba si polisi wala chombo chochote cha usalama cha serikali kilichotoa taarifa za uhakiki kuhusu mahali alipo Humphrey Polepole au mazingira ya kupotea kwake. Kauli yake ilionyesha hofu na hasira, huku akihoji kwa nini hakuna sasisho zozote ambazo zimetokea ndani ya masaa 24. Hata hivyo, siku ya jana kuna ripoti ambazo zilienea ya kwamba jeshi la polisi na jeshi la Tanzania lilikuwa likionekana kana kwamba linapiga doria, likionekana kana kwamba linamtafuta Humphrey Polepole. Hii ni kulingana na mwanaharakati wa Tanzania anayejiita Sativa kupitia mtandao wa kijamii wa X almaarufu Twitter. Aliandika hivi: naona masaa 24 ya kaka Agostino Polepole alichukuliwa kwa uzito sana. Leo wanajeshi kila kona mpaka nchi jirani wamefika. Kaka yake Polepole ni kanali wa jeshi la NATO. Hili ni moja ya jeshi noma zaidi duniani. Alisema ya kwamba kulingana naye alishuhudia jeshi likiweza kufanya harakati ambazo zilionekana kana kwamba ni za kumtafuta Humphrey Polepole. Tahadhari ya masaa 24 ya kumwachia Polepole hivi majuzi imekwisha na kukamilika, na Polepole hajaonekana hadi wa leo, hata baada ya Kanali Polepole kutaka kaka yake arejeshwe bila masharti, la sivyo atalipiza kisasi, akisema pia kutotekeleza hilo kungeilazimisha familia kuchukua hatua ambazo inaona ni muhimu na zenye maana. Onyo lake Agostino Polepole lilikuwa ujumbe mzito kwa watekaji nyara na mamlaka za serikali kwamba familia iko tayari kurudisha nyuma jaribio lolote la kuwanyamazisha au kuwatisha, na iko tayari kulipiza kisasi. Tahadhari ya masaa 24 ya kumwachilia Polepole kutoka kwa Kanali Agostino Polepole imeweza kukamilika sasa, hali iliyozua mjadala mkubwa mtandaoni leo baada ya kauli kali ya Kanali Polepole hivi majuzi kudai kuwa atalipiza kisasi ikiwa hakuna kitakachofanyika ndani ya masaa 24. Hata hivyo, bado watu wanasubiri aweze kuzungumza ili tujue hatua yake itakayofuata. Watumiaji wa mitandao ya kijamii waliitikia vikali tamko lake la kihisia, likionyesha wasiwasi wa kitaifa juu ya kuongezeka kwa visa vya watu kupotea. Lile onyo la masaa 24 la kuachiliwa kwa
Humphrey Polepole limekamilika na bado hajaachiliwa, na nikirejelea maneno rasmi aliyoyazungumza Kanali Agostino Polepole nikimnukuu, alisema hivi: natoa masaa 24, mrudisheni Humphrey Polepole, msipofanya hivyo nalipiza kisasi, na wakumbusha kuwa tutanyamaza kuona ndugu zetu ambao wanaweza kutoweka au kutekwa bila haki kutendeka. Tahadhari hiyo awali iliyotolewa na Agostino Polepole ya masaa 24 ya kuachiliwa kwa Polepole imeambulia patupu na imekamilika pasipo faida, hali inayowafanya wananchi wengi kuhoji kwa nini serikali imekaa kimya kuhusiana na tukio hilo licha ya masaa 24 kutolewa na kaka yake, ikizingatiwa Humphrey Polepole pia kwa muda mrefu amekuwa mmoja wa watu wanaotambulika katika anga ya kisiasa ya Tanzania CCM. Baadhi ya wananchi wanahoji kuwa kukosekana kwa mawasiliano rasmi kumezua mwanya wa uvumi na hofu. Tahadhari ile ya saa 24 ya kuachiliwa kwa Polepole imekamilika pasipo faida na Polepole bado hajaachiliwa, hata kama baadhi ya wachambuzi wa mitandao ya kijamii leo walitaka familia kuwa na subra na kuruhusu uchunguzi kuendelea zaidi na isiwe tu masaa 24. Wengine walisisitiza kwamba taasisi za serikali lazima ziwasiliane kwa uwazi ili kuzuia kuongezeka kwa zaidi na kudumisha imani ya umma na amani wakati wa mvutano wa kitaifa na kuzuia kisasi. Tahadhari hii ya saa 24 iliyokuwa imetolewa na familia ya Polepole. Hata hivyo, Polepole hajaachiliwa bado, ukweli ambao msemaji wa familia Agostino Polepole amesisitiza wakati akithibitisha kuwa tayari wametoa taarifa polisi mara baada ya kubaini kuwa simu za Humphrey Polepole hazikuweza kupatikana awali. Kwa mujibu wa msemaji huyo Agostino Polepole, Humphrey Polepole alikuwa hajawasiliana na mtu yoyote katika familia yake tangu mapema siku hiyo ya utekaji nyara hadi wa leo, na hivyo kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wake. Tahadhari hiyo ya masaa 24 ya kumwachilia Polepole imekamilika leo na Polepole bado hajaachiliwa, jambo ambalo limezua wasiwasi wa kitaifa, huku viongozi wa kisiasa na wanaharakati kutoka vyama vingi wakiitaka serikali kulichukulia swala hilo kwa uzito wake. Wengi wamesisitiza kwa serikali ina jukumu la kuwalinda raia dhidi ya vitendo vya utekaji nyara au vitisho vinavyohusishwa na siasa. Tahadhari hiyo baada ya kukamilika na jambo hilo pia limezua taharuki nchi nzima sasa, huku viongozi kadhaa wakisisitiza kwa serikali lazima ihakikishe usalama raia wote ikiwemo wanasiasa bila kujali itikadi zao za kisiasa wala hadhi ya umma. Wanasema kwa kitendo chochote cha utekaji nyara kinadhoofisha amani na utulivu wa taifa. Tahadhari ya masaa 24 ya kumwachia Polepole baada ya kukamilika leo, hali ambayo sasa imewasukuma wafuasi na wakosoaji wa serikali kutaka hatua za haraka zichukuliwe baada ya masaa 24 kukamilika bila hatua yoyote. Wanasisitiza kwa kushindwa kushughulikia matukio kama haya kunaashiria kudhoofisha miundo ya usalama na uwezekano wa kupenyeza na mitandao ya uhalifu. Sasa macho yote yameelekezwa kwa Agostino Polepole ama kanali huyo ambaye ni kaka yake Humphrey Polepole, ambaye alisema ya kwamba iwapo masaa 24 yataweza kupita bila kumuona kuachiliwa kwa kaka yake, ataweza kuchukua hatua kali au kulipiza kisasi. Sasa ripoti zinasema ya kwamba Agostino Polepole huenda akazungumza wakati wowote. Vile mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section tukifunga habari hizi. Like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.